Spika, kwanza kabisa ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu hoja kuhusu kujadili hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba 2025 wakati wa kulifungua bunge la 13. Mheshimiwa Spika, namshukuru Mungu kwamba asilimia kubwa ya wabunge ambao wamechangia na wabunge ambao mpo hapa bungeni ni wabunge ambao mlikuwepo wakati Mheshimiwa Rais akihutubia bunge lako tukufu, na kwa maana hiyo walipata fursa ya kumsikia moja kwa moja Mheshimiwa Rais akiainisha masuala mbalimbali kuhusu mipango na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 katika kipindi kingine cha miaka 5. Mheshimiwa Rais ametoa nyenzo ya kufanyia kazi kwetu sisi sote wasaidizi wake, na ametoa dira ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ambayo sote tulishuhudia ikizinduliwa. Sote ni mashahidi kwamba wakati akielezea vipaumbele anavyotaka vitekelezwe katika kipindi cha miaka 5 ijayo, Mheshimiwa Rais aliweka bayana kuwa mambo yote muhimu yatakayotekelezwa yamebebwa na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 na mipango ya maendeleo ambayo itaendelea kuwasilishwa mwaka kwa mwaka na ile ya miaka 5. Ikumbukwe kwamba Mheshimiwa Rais alisema atahakikisha anatekeleza masuala baadhi ambayo aliyatoa wakati wa kampeni yatekelezwe ndani ya siku 100 tangu alipochaguliwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie fursa hii kuliarifu bunge lako tukufu kwamba baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa tarehe hiyo, utekelezaji wa maelekezo yake ulianza mara moja kwenye maeneo mbalimbali, zikiwemo ahadi za siku 100 kama ambavyo Mheshimiwa Spika umetoka kushuhudia waheshimiwa wabunge wakikiri utekelezaji wake, na wananchi katika maeneo yetu wameshuhudia utekelezaji wake. Hii ni kutokana na ukweli kwamba wizara na taasisi zote za serikali zilichukua hatua za makusudi kuchambua hotuba hiyo na kuainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji sambamba na kuandaa mipango ya utekelezaji wa muda mfupi, wa muda wa kati na ule wa muda mrefu. Mheshimiwa Spika, ahadi zilizotolewa na Mheshimiwa Rais zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa sana kupitia sera, mipango na mikakati ya kitaifa chini ya kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele, ikiwemo katika maeneo ambayo baadhi tumetoka kusikia. Kwa mfano, kwa upande wa sekta ya afya, serikali imeanza kutoa bima ya afya kwa wote kwa makundi machache ya wazee, watoto na wajawazito, na vile tumeanza utaratibu wa kugharamia magonjwa sugu, yani saratani, figo, moyo, kisukari na mifupa kwa watu wasio na uwezo. Hii ni tafasiri ya utu na kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya afya ambavyo vinatoa huduma zote za afya kote nchini kwa kigezo cha kutokulipa gharama za matibabu ama madeni. Hii nayo, Mheshimiwa Spika, ni moja ya ile tafasiri ya utu katika kauli mbiu ambayo inajenga uelekeo wa utekelezaji wa majukumu. Serikali imeajiri watumishi wa sekta ya afya kama ambavyo tumetoka kuambiwa 5,000 na inaboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Na nisisitize kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa sekta ametoka kusema, kila aliyepangiwa kituo na ameshapokea barua ya kupangiwa kituo aripoti kwenye kituo chake, na kama hapendi kwenda katika eneo alilopangiwa aandike barua ya kukataa ajira aliyopewa ili Watanzania wengine wachukue nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta ya elimu,
serikali imeendelea kukuza na imeendelea kutekeleza mipango mikakati ya kisayansi ya kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu wenye kauli mbiu ya mtoto asome, aandike na ahesabu bila shida, unaolenga kuongeza ubora wa elimu ya msingi na mbinu bora za kufundishia, na kuandaa mpango wa pamoja kati ya mwajiri, vyuo vya ufundi stadi pamoja na vyuo vikuu unaolenga kuwajengea uwezo wa ubunifu na ujasiriamali wanafunzi ili kuwezesha kujiajiri. Na kama ambavyo tumetoa taarifa kwenye upande wa afya, tayari kwenye upande wa elimu walimu 7,000 wamekwisha kuajiriwa, na hii ni kukabiliana na upungufu hasa wa walimu wa sayansi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Taratibu zingine, kazi zingine zinaendelea zikiwemo programu ya maandalizi ya utekelezaji wa programu ya mitaala mipya, na yamebainishwa katika maeneo mbalimbali, na tutaendelea kupewa taarifa na mawaziri wa kisekta katika taarifa za utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais za ndani ya siku 100. Kwa upande wa sekta ya maji, kama ambavyo tumetoka kuelezewa kwa kirefu, kazi kubwa imeendelea kufanyika, na niwatoe hofu wa Tanzania, popote pale ambapo bado kazi haijafanyika, mjue tutawafikia. Vimebaki vijiji takriban 1,500. Mpango unaopangwa ni wa kutekeleza programs mbalimbali za upatikanaji wa maji ili kuweza kuhakikisha kwamba vijiji vyote hivyo vinapata maji. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usafirishaji, kazi kubwa imefanyika kama ambavyo wengi tumeshuhudia. Meli kubwa mpya ya New MV Mwanza inayotoa huduma za usafiri wa abiria na mizigo katika Ziwa Victoria imezinduliwa rasmi. Kukamilisha ujenzi wa jengo la viongozi na lenyewe ni moja ya jambo ambalo limefanyika. Na Mheshimiwa Spika, nilipokwenda kuzindua meli ile ya Mwanza, kazi ambayo Mheshimiwa Rais alinituma, nilienda kushuhudia meli kubwa ambayo ni ya tofauti, ni ya aina yake, ambayo ingeweza kufanya kazi baharini, lakini iko katika Ziwa Victoria na imeanza kazi ya kutoa huduma katika Ziwa Victoria kwa wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa. Hii ni hatua kubwa ambayo imefanyika na inaonyesha wazi kwamba, Mheshimiwa Spika, nchi haijasimama, inasonga mbele. Nchi inasonga mbele na kazi inaendelea. Kadhalika, katika upande wa usafirishaji, kama ambavyo naibu waziri alitoa taarifa hivi karibuni, shirika la ndege la ATCL limeanzisha ruti mpya ambayo sasa kutoka Dar es Salaam tutakwenda mpaka Accra, Ghana, na ruti hiyo imezinduliwa tarehe 28 mwezi wa kwanza 2026, na hivyo kufikia vituo 17 vya kimataifa. Hii ni hatua kubwa kwa nchi yetu, na tunaendelea kutangaza kwamba nchi yetu haijasimama, inaendelea kusonga mbele. Katika miaka chini ya 10 tulikuwa na ndege moja, sasa tumeenda kufika kwenye vituo 16 tukiwa na ndege 17, tukiwa na ndege takriban 16. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza ahadi za kujenga mazingira wezeshi kwa wajasiriamali na vijana kujiajiri kwa kuongeza wigo wa upatikanaji wa mitaji, kwa Mheshimiwa Rais kutoa bilioni 200 zitakazowezesha vijana wajasiriamali wanaofanya shughuli mbalimbali nchini kuzingatia na kuingia katika kutekeleza majukumu yao huku wakiwa wanapata fedha hizo. Mheshimiwa Spika, haya ni machache tu. Waheshimiwa mawaziri wataendelea kutoa taarifa hizo kama ambavyo wamekwisha kutoa katika baadhi ya sekta kuhusu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais alizozitoa zinazohusisha siku 100 na utekelezaji wake ukiwa unaendelea. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana nitoe taarifa hii kwa waheshimiwa wabunge kwamba taarifa zote ambazo zinatolewa na waheshimiwa mawaziri zitapelekwa kwa katibu wa Bunge ili muweze kuwekewa kwenye vishikwambi vyenu ili muweze kujua kile ambacho serikali imekwisha kutekeleza na yale ambayo serikali inatarajia kutekeleza. Mheshimiwa Spika,
Utekelezaji wa shughuli hizi zote kama nilivyotangulia kusema pale mwanzo upo kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM, lakini pia upo kwenye utekelezaji wa dira mpya ambayo utekelezaji wake ndio unaenda kuanza, na mipango ya miaka mitano pamoja na mpango wa mwaka mmoja utawasilishwa na waziri wa sekta, na mjadala wake ni kama ambavyo umetoa mwongozo. Niwahakikishie Watanzania, serikali imejipanga kutekeleza yale yote ambayo Mheshimiwa Rais aliyasema, na leo hii kwenye mjadala ambayo waheshimiwa wabunge wametoa, wametuongezea sisi serikali nyenzo ya kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyaonesha kama dira ya uelekeo wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi chake cha pili. Wala tusitolewe kwenye uelekeo na wale wasioitakia mema nchi yetu. Wapo watu ambao hawajashiriki wala kufuatilia utengenezaji wa dira yetu ya taifa. Ni wataarifu kwamba dira yetu ya taifa kwa mara ya kwanza imetengenezwa kwa kukusanya maoni ya Watanzania kote mpaka mikoani. Kwa hiyo ni dira yao ambayo wameiandika wakitaka kuonesha ni wapi wanataka nchi yetu iende, na sisi upande wa serikalini tumejidhatiti katika kutekeleza. Ni watoe hofu waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wa Tanzania kwamba dira hiyo itaenda kutekelezwa na ilani itaenda kutekelezwa, na utekelezaji utatumia fedha zetu, na kama ambavyo mmeona katika siku za hivi karibuni makusanyo yameongezeka. Juzi kwenye ripoti ya mamlaka ya mapato walionyesha rekodi mpya ambayo haikuwahi kufikiwa ya makusanyo katika kipindi cha miezi mitatu iliyokuwa imepita kuanzia Oktoba kwenda Disemba, zaidi ya trilioni 9.8. Na muda mfupi Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ametuambia makusanyo kuhusu taarifa ya makusanyo kuhusu makusanyo ya serikali zetu za mitaa, na yenyewe ikiwa rekodi mpya zaidi ya trilioni 1.2, na malengo ikiwa ni kuboresha kwenda mpaka trilioni 2. Kwa hiyo miradi itakwenda kutekelezwa. Lakini si hivyo tu, tulipotunga dira tumebainisha mle ushiriki wa serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, tunapokwenda kwenye utekelezaji, wale ambao hawakushiriki kwenye uandishi wa dira watumie muda kusoma kile kilichoainishwa kwenye dira yetu ya taifa. Tutashirikisha serikali pamoja na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kufanyia kazi, tutaleta mapendekezo ya kuangalia upya sheria yetu ya manunuzi pamoja na sheria ya PPP ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yote hiyo ikiwa inalenga kuongeza nguvu kwenye nchi yetu ya utekelezaji wa miradi. Tuna miradi ambayo imebainishwa kama ambavyo nimetoka kusema, imebainishwa na ilani yetu ya uchaguzi, na mingine imebainishwa kwenye mipango yetu ya maendeleo. Kwa hiyo tutakwenda kuitekeleza ili Watanzania waweze kupata manufaa na utekelezaji huo wa miradi uweze kuwapa manufaa makubwa. Nimeona niseme hii kufuatia baadhi ya kauli ambazo na waheshimiwa wabunge, ni washukuru sana, mmechangia vizuri, zilizokuwa zinasema habari ya dhahabu. Mheshimiwa Spika, tunapotaja akiba zetu tulizonazo sasa hivi, tunataja akiba ya fedha ambazo kwenye hizo akiba za fedha tunaongeleaga kiwango cha chini zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa, ambapo sasa nadhani tuna zaidi ya miezi 5.7 ya uagizaji wa bidhaa. Katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tuliongeza wigo wa kutaja akiba tulizonazo. Sasa hivi tunataja pia akiba ya chakula tulichonacho. Kiwango cha chini ambacho kinatakiwa kutosheleza akiba ni tani takribani 1,150,000, lakini serikali ina akiba ya chakula takribani tani 450,000. Maana yake nini, Mheshimiwa Spika? Panapotokea pana uhitaji, serikali inaweza kuuza ile ziada ambayo ni ziada ya kile kiwango cha lazima cha kubakiza kwenye akiba ya nchi. Inaweza ikauza ili iweze kusaidia maeneo ambayo wananchi wanahitaji kupunguza makali ya mahitaji ya chakula. Lakini sehemu zingine serikali inaweza ikauza akiba ya hicho chakula
ili ipate fedha za kununua chakula kingine, ili wakulima wasibaki na chakula katika maeneo yao. Itakuwa inauza si kwa sababu inatafuta fedha hizo ili ipeleke kwenye bajeti. Itakuwa inauza kwa sababu wakala wa chakula aweze kujiandaa kununua chakula kwa wakulima, kama sehemu ya kuwafanya wakulima wapate chakula, wapate fedha, wapate faida ya mazao yao. Hivyo hivyo na kwenye dhahabu. Dhahabu inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Wao wanaenda kwenye tetesi tu, dhahabu dhahabu dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu, achilia mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika na nchi yeyote. Lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Sasa leo hii kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi na nyingi na nyingi, mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku, wapate soko, wapate fedha nyingi za. Ni busara tu. Maadamu kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida. Tuna haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo hivyo ndivyo ambavyo inafanyika. Na haya ya utekelezaji wa miradi, tusije tukatembea na kauli za wale wasioitakia mema nchi yetu, kwamba wao wanadhani kwamba nchi haina fedha, inataka iuze dhahabu ndio iweze kutekeleza miradi. Makusanyo tunayapata kila siku, lakini pia na fedha zikishapatikana, kwani zile za dhahabu zitakuwa zinawekewa alama? Zenyewe zitakuwa zinawekewa alama. Wanataka za dhahabu, zile za dhahabu zikiuza zifungwe shanga kwamba hizi ni za dhahabu. Nadhani tuache kudandia hoja ambazo hatujui zimeanzia wapi na zimeenda wapi. Niwahakikishie Watanzania, duniani kote, moja ya taasisi zinazoongozwa na misingi ni Benki Kuu. Watu wasitoetoe taharuki kwenye taasisi ambazo zina heshima na uendeshaji wake una heshima, na popote pale ambapo taasisi hizi zinaendeshwa kwa heshima, zinazingatia misingi. Na kama zinazingatia hiyo misingi, wale ambao hawana taarifa sahihi wasiingilie misingi hiyo. Mheshimiwa Spika, niliseme hili kwa sababu nimeona linaleta taharuki. Tusitumie taharuki, tusitengeneze taharuki. Hizi ni taasisi zinazoendeshwa kwa heshima, na serikali haijakosa fedha za kutekeleza miradi, na serikali pia ina njia nyingi za kutekeleza miradi. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kutumia rasilimali zetu ikiwemo dhahabu, na wenyewe utakuwa uamuzi wa nchi yetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia mahindi, na wenyewe ule utakuwa uamuzi wetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia makaa ya mawe, hiyo na yenyewe utakuwa uamuzi wa nchi. Niliseme ili kuondoa taharuki ambayo
watu walitaka kuianzisha. Mheshimiwa Spika, Benki Kuu imeshatoa taarifa ambayo ina clear hiyo doubt. Nilitaka tu niongezee kwamba ni taasisi ambayo inaheshimika duniani na sisi kama nchi tutaendelea kuzingatia misingi hiyo, na tumejipanga kutekeleza miradi kwa njia nyingi, zikiwemo za rasilimali, zikiwemo za ubia na sekta binafsi, zikiwemo za bajeti za serikali. Mheshimiwa Spika, nimalizie kipengele kimoja. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge wameongelea kuhusu masuala ya uwajibikaji, masuala ya uadilifu, masuala ya uzembe na kadhalika. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 37, Mheshimiwa Rais anaanza kwa kusema, na nukuu, tumezungumzia masuala mengi, ila msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika ngazi kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhilifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Mheshimiwa Spika, haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na hii ni kauli nzito inayotoa uelekeo kuhusu tunafanya nini kwenye eneo hili. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 52(1) inasema, katika kutekeleza majukumu yake, Waziri Mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Mheshimiwa Rais ameelekeza haya ambayo waheshimiwa wabunge wametoka kuongelea. Niwatoe mashaka kwamba haya mambo mazito ambayo Mheshimiwa Rais ameyaelekeza kupitia hotuba yake hii yatakwenda kutekelezwa. Naijua mianya ya maeneo haya ambayo Mheshimiwa Rais aliyabainisha: mianya ya rushwa, mianya ya ubadhirifu, upotevu wa fedha. Nayajua. Fedha ya serikali huwa inapotelea kwa kiwango kikubwa maeneo mawili. Ukikuta popote pale kuna fedha ya serikali imepotea, yatakuwa kati ya hayo maeneo mawili: ama inapokusanywa ama kule inakotumika kwenye mkataba. Ukifuatilia kwenye maeneo mengine yote kwenye sheria yanayohusu kisheria, yanayohusu taratibu hizi, yote yatakuwa yamekaa sawa. Sasa katika kutekeleza maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais ya kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya inayoweza ikasababisha wananchi wasipate mafanikio, Mheshimiwa Bunge, naongeza muda mpaka shughuli yetu itapokwisha. Katika kutekeleza haya, kuweza kuhakikisha kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwenye swala hili la udhibiti, Mheshimiwa Spika, tumeanza kufanyia kazi maeneo yale ambayo tunaona yanaweza yakawa yanaacha mianya inayosababisha upotevu wa fedha, yanayoweza kusababisha baadhi ya watumishi wa umma kutokuzingatia mambo ya maadili.
Eneo la kwanza ni kwenye sheria zetu. Tulipotunga sheria ya maadili ya utumishi wa umma, wakati ule tuliweka mkazo mkubwa kwa viongozi. Inaitwa sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na ninyi waheshimiwa wabunge mnajaza hizo fomu pamoja na viongozi wengine. Lakini tunalo kundi lingine ndani ya utumishi wa umma ambalo lenyewe linajaza ahadi ya uadilifu. Hizi fomu mbili zina tofauti kubwa. Fomu ya maadili ina mambo mengi ya kuzingatiwa ambayo yanaweka alama za ufuatiliaji. Atataja mali zake, wanaruhusiwa kufuatilia mali, wanaruhusiwa kuverify nyongeza ya mali pamoja na mambo mengine. Hii nyingine ni ahadi ya uadilifu ambayo hailazimishi sana kutaja mali, mtumishi wa umma kutaja mali alizonazo ama nyongeza za mali ama kubainisha kipato alichokipata. Nimeshatembelea sekretariati ya maadili ya utumishi wa umma, nimeshakutana kwa maelekezo kwa kazi aliyonituma Mheshimiwa Rais, nimekutana na taasisi yetu ya TAKUKURU. Katika kutekeleza hotuba hii nzito aliyoitoa Mheshimiwa Rais, nimeelekeza waangalie upya ile mianya ili tuweze kuziba hiyo mianya. Na kwa kuwa sasa hivi tuko kwenye dunia ya kidigitali, hatuna hofu ya kwamba zile fomu zitakuwa nyingi. Tumeona uangaliwe uwezekano wa kuanza kujaza fomu kwa watu wote wale ambao wako kwenye maeneo ambayo yana viashiria vingi vya rushwa na yana vivutio vingi vya rushwa. Ni kweli maeneo ya aina hiyo yenye ushawishi yanatofautiana, na hata kama zamani ilikuwa hivyo, kwa sasa mambo yanaenda yanabadilika. Ukitarajia kwamba mbunge atahongwa rushwa kwenye jambo ambalo linafanyika kwa afisa madini anayetoa leseni, huko ni kuweka mtego eneo la tofauti na kile unachokiwinda. Ni dhahiri kwamba yule anayetoa leseni atawashawishi sana wale wanaoshindania hiyo leseni kuliko mwakilishi huyu ambaye anakuja kuongea. Hivyo na wale wanaosimamia mikataba, kamati zetu zile za zabuni zinapata ushawishi mkubwa zaidi za wale wanaoshindania hiyo kazi kuliko naibu waziri. Naibu waziri anaweza akajaza tu hapa, hafanyi uamuzi. Hata waziri sehemu zingine sio afisa masuhuli, anaweza asiwe na ushawishi wa kiwango kama yule ambaye yeye anakaa kuamulia nani apewe. Na hapa hatusemi kwamba hawa viongozi wengine watakuwa wahusiki na mambo haya. Tunataka tulenge pale ambapo pana ushawishi. Hivyo hata kwenye kila ofisi, kwenye ofisi ile pana tofautiana ushawishi. Hivi leo Mheshimiwa Rais ameimarisha masuala ya uwazi kwenye masuala ya ukusanyaji. Kamishna mkuu wa mapato ameimarisha masuala haya. Mapato yanaongezeka. Mapato yameongezeka. Tena yameongezeka akiwa anakusanya kwa weledi, kwa kufuata kanuni na sheria kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza. Lakini bado hii haiondoi kwamba wapo wale wanaoingia vitamaa. Wapo wanaoingia vitamaa. Kama sheria itakuwa haimpimi ana nini na nini na nini, kuanzia anapoingia, kuanzia anavyofanya, ni rahisi kukuta watu wakawa wanagawana mapato na serikali. Kwa hiyo maeneo yote yale yanayoleta mianya ya aina hiyo, tunataka tuongeze udhibiti katika maeneo yanayoleta maeneo ambayo yana viashiria vya upotevu wa mapato.
na hii itatusaidia kuongeza mapato ya kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo. Hivyo hivyo na kwenye uzembe tumesema tutashughulika na wale walio wazembe, na mimi ni waombe waheshimiwa wabunge tuendelee kuwapa heshima wale watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Nchi hii imepiga hatua kwa sababu kuna watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Wapo wengi wanaofanya kazi vizuri, ni wengi, ndio maana nchi inapiga hatua. Tuna watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri, ndio maana kuna nchi wanatoa wagonjwa wao, kuna wagonjwa wanatoka nchi zingine kuja kutibiwa Tanzania, kwa sababu tunao watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Ukiangalia humu kuna wabunge, humu kuna vijana wasomi tu wamefundishwa na watumishi wa umma wetu hapa nchini. Lakini tutashughulikia wale walio wazembe. Ndio maana tumetaka kila eneo kuwe na uwazi. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ametoka kulisema hili, tumekubaliana kuwe na uwazi kote kwa ajili ya ufuatiliaji wa masuala yanayohusu mambo ya maendeleo. Miradi ikishabainishwa, waheshimiwa wabunge, tumeshaijua fedha zimekuja katika wilaya yetu, tusipewe tu taarifa ya mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo ni sehemu ndogo sana ya fedha za maendeleo zinazokuja kwenye wilaya zetu, ni sehemu ndogo. Naweza ikawa milioni 40, milioni 50, lakini wilaya ikawa imepokea bilioni 40 za maendeleo. Taarifa zake za utekelezaji wa miradi na fedha zinapoingia zote, wawakilishi wakiwemo wabunge, wakiwemo waheshimiwa madiwani waweze kujua. Tunataka uwazi huo ili kuweza kuongeza ufuatiliaji wa masuala ya kimaendeleo katika maeneo yetu. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema, hotuba hii imetoa maelekezo na imetoa uelekeo, na ninyi katika kuchangia kwenu mmetuongezea nyenzo za utekelezaji wa uelekeo huo. Niwashukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa hoja na michango yote yenye tija ambayo mmeitoa katika mjadala. Niwahakikishie kwamba serikali wakati wote itazingatia maoni na ushauri mnaoutoa katika mipango na utekelezaji wa majukumu yake katika ustawi wa maendeleo ya nchi yetu. Tumeyazingatia yote na tutaendelea kupokea na mengine. Kuanzia Jumatatu, swala la mjadala wa ajenda itakayofuata ya mpango tutaendelea kupokea ili kuweza kuboresha na kuzingatia utekelezaji wa hotuba hii ya Mheshimiwa Rais. Mawaziri wamechangia na kutoa ufafanuzi wa hoja nyingi zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge, lakini kwa ajili ya muda tu hawajawasilisha hoja zote ambazo ziko katika ofisi zao. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, tutaendelea kutoa na taarifa zingine, na kama nilivyosema, kwa waheshimiwa mawaziri watakapotoa taarifa za utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais za siku 100, tutawaletea hizo nakala laini ili na ninyi muwe na taarifa kamili hizo kwa ajili ya ufuatiliaji, lakini pia na mawasiliano ya mafanikio hayo kwa wananchi mnao wawakilisha. Nilihakikishie tena bunge lako tukufu kuwa serikali imepokea maoni na michango ya waheshimiwa wabunge ambayo ni sehemu muhimu katika kusaidia serikali kutekeleza kikamilifu vipaumbele vilivyoainishwa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa hapa bungeni. Tumetaja tu baadhi ya maeneo mengine yanaendelea kutekelezwa na serikali iko kazini. Michango hii inathaminiwa, michango yenu waheshimiwa wabunge inathaminiwa sana na itafanywa kazi, na kama ambavyo waheshimiwa mawaziri wamesema, tutaendelea kushughulikia hata zile kero ambazo mmetoka kuzibainisha. Tunatambua maeneo ya miradi ambayo inatakiwa iongezewe kasi, miradi ambayo inatakiwa kuanza. Waheshimiwa wabunge, tumepokea hizo hoja na tumeendelea kukaa kila wakati kuweza kuhakikisha tunaratibu utekelezaji wake. Taarifa za utekelezaji wake tutaendelea kuwapatia siku hadi siku ili kuweza kuhakikisha kwamba mnawajulisha wananchi wa maeneo yenu kuhusu hatua ambazo tutaendelea kuzichukua katika kutekeleza hoja hizo ambazo zinajitokeza katika maeneo yenu. Mheshimiwa Spika,
Baada ya kuwa nimeyasema hayo, niruhusu sasa kukushukuru wewe pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wenye viti kwa kuongoza vizuri mjadala huu. Umetusaidia kupata hoja za waheshimiwa wabunge na uchambuzi wake. Na baada ya kusema Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono. Sasa nitawahoji. Waheshimiwa wabunge wanaokubali na kuipokea